Hatuna hatua nyingine zaidi ya kuendelea na kazi, kwa sababu ni mwanasiasa, ataendelea kufanya kazi yake ya siasa, na tunamshukuru Mungu amerudi na ile na tena inaongezeka. Kitu pekee anatakiwa kufanya ni kuripoti Jumatano kama ambavyo polisi wameitaka, na kuendelea na kazi. Sisi tupo. Kama chama cha siasa, pengine kukamatwa kwa kiongozi wenu kunaweza kukawa kumerudisha nyuma jitihada na hari yenu nyinyi kuweza kushiriki katika shughuli za kisiasa, hasa mkiwa katika maandalizi ya kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndio imetupa moyo zaidi kwamba tunajua kumbe mtawala tulienaye hautaki kuongea mapungufu yake. Maana imetupa moyo sasa kuendelea kupambana zaidi, kuendelea kuwaonesha Watanzania tupo kwenye utawala wa namna gani, na ni wakati sasa kupitia uchaguzi huu mkuu kuwaondoa. Kwa hiyo sisi tumejipa moyo na tumepata moyo zaidi. Tunajua tulivyoamua kufanya siasa za upinzani, mengi ya namna hii yanaweza kutokea na mengine ni mabaya zaidi ya hili. Tulijiandaa na tupo tayari na tunaendelea mbele. Lakini pengine taarifa ya jeshi la polisi imesema kwamba kiongozi wenu alikamatwa kwa makosa yapi hasa? Tulikuwa tunasubiri wanasheria wako kusubiri muda wote waseme kosa halisi la kukamatia. Imekuwa tusikilize ile hotuba aliyotoa pale Baharesa Manzese, tusikilize ile hotuba. Kwa hiyo tukaje tukapata picha kwamba hotuba ile mletea shida ni hotuba ile aliyokuwa anaongelea jukwani pale kuhusiana na masuala ya wingi wa polisi, masuala ya uchumi wa Tanzania na Ulaya na mambo kama hayo, ndio yamemfanya akashikiliwa na jeshi la polisi. Lakini yale ya mazingira ya kisiasa ametoa kauli zile za kisiasa mbele za watu kuwafafanulia namna ambavyo utawala huu umekuwa unafanya kazi kwa sintofahamu nyingi sana. Kwa hiyo sisi tutaacha kwa kweli, kwa mkutano mwingine na Janet ni mmoja wa wazungumzaji atapata wasaa. Umesema kwamba mjapata taarifa moja kwa moja juu ya ni makosa gani hasa ambayo alikamatwa. Sasa hili au fikiri kwamba linatoa onyo pengine kwenu ninyi wanasiasa kutokiuka sheria ambazo zinasimamia masuala ya kisiasa pindi ambapo mnakuwa katika majukwaa? Wangetuonesha sheria gani? Unajua ungekuwa wana sehemu yote ambao Janet walivunja sheria, na maana wangetuonesha sheria iko sahihi. Hawajaweza kufanya hivyo, maana yake ni kwamba ni michakato tu ya kurudishana nyuma kwenye harakati, na tumeweza kuinamua na tunaendelea mbele. Hili linaweza likawatisha wengine ambao hawapo katika nafasi za juu za uongozi kama ninyi? Wangeona viongozi wao tumelala, tumepumzika, tumemwacha Janet ateseke mwenyewe. Wangeona viongozi wao tumeogopa, na wao wangeogopa. Ila wanaona namna ambavyo tumepambana kuhakikisha Janet ametoka nje, lakini wanaona jinsi ambavyo viongozi wao tupo na nguvu na tupo na ari zaidi ya kuendelea kupambana. Kwa zote unayemwangalia juu yako anayefanya ndo anakureflect utafanya nini. Kama ana nguvu utapata nguvu zaidi, kama sio muga hutakuwa muga zaidi. Kwa wanachama wetu wamepata nguvu zaidi na moto zaidi wa kuendelea kupambana, na sisi tuko tayari kuendelea na mapambano kuhakikisha tunaikomboa nchi yetu. Kuna mpango wa chama kuwa na semina kwa viongozi wake juu ya ni maneno yapi ambayo mnatakiwa kuyazungumza pindi ambapo mtakuwa katika majukwaa? Wakianza wao kuwa na kauli nzuri na sisi tutafuata, wakiongea kushoto na sisi tutaenda kushoto, muhuni na dilnae kiruni. Lakini hilo linaonekana pengine ndilo ambalo linaleta ukinzani pengine katika shughuli za kisiasa. Hamfikiri kwamba kuna umuhimu wa kuwa na taratibu bora za mafunzo ili viongozi waweze kujua ni lugha gani za kutumia katika majukwaa? Makala aliwahi kutuhumu chama kimoja cha siasa kwamba kina mpango wa kununua virusi, na vile virusi kukiangalia kwa mujibu wa takwimu za kiafya vingeua watu wengi. Tukao kumuona amekamatwa na polisi, tukao kumuona anaujia hivyo virusi vimenunuliwaje na kina nani, na kauli nyingi ambazo zinaendelea kutolewa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Pia kusikia hata polisi amekohoa kwa fuata. Wapinzani wakisimama kueleza mambo ya ukweli kwenye majukwaa ya kisiasa wamekuwa wanapata shida, na sisi tunaelewa ni kwa nini. Tupo tayari tuendelea na mapambano. Hizo semina hazina maana kwa sababu viongozi wetu wanaongea vitu vya kweli. Kama tunataka kupelekana tuwe tunanyimwa haki zetu za kuongea ukweli, nafikiri ni wakati sahihi sasa Tanzania ingefuta uwepo wa vyama vingi, wakafuta na neno demokrasia kwenye katiba yao. Demokrasia ni pamoja na kuwa na uhuru wa maoni, mtu aongea anachokifikiria, anachokiona kinafaa. Wafute tuwe na chama kimoja, tujue tuko kwenye nchi ambayo haina demokrasia. Nini ujumbe wako sasa kwa Watanzania katika kipindi hiki ambapo mnajiandaa kuelekea katika uchaguzi? Watanzania wasiogope, waendelee kupambana. Niwakumbushe tu kwamba kupata viongozi wanaowataka sio kususia kushiriki kwenye uchaguzi. Niwaombe wajitokeze kwa wingi, waende wakapige kura kwa wingi, na walinde kura zao ili wampate kiongozi wanamtaka. Wamekaa miaka 5 na viongozi ambao hawajawachagua wamepitishwa bila kupinga, hawajawasemea, hali zao za maisha bado ni mbaya. Ni wakati wachukue haki yao mkononi kuhakikisha wanapata viongozi wanaowataka. Na wapenda Watanzania wote ninaamini wako tayari kwa mapambano. Umezungumza juu ya swala la kulinda kula. Wanalindaje kula wa Tanzania? Naomba niwakumbushe kwamba miaka yote ambayo vyama vya upinzani
zimeingia kwenye vyombo vya maamuzi, hasa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilikuwa ni kwa wananchi kulinda kura. Kwa hiyo kwa Mwanza, Nyamagana kipindi Lenjo anagombea, wananchi wa Nyamagana walisimama na yeye kuhakikisha anatangazwa kuwa mbunge. Haikuwa rahisi. Tukumbuke enzi za marehemu Desamburo pale Moshi, haikuwa rahisi. Hadi mkurugenzi aliambiwa aidha unahama au unamtangaza. Halima Mdee Kawe masaa 48 alitumika kumtangaza. Wananchi walikuwa wanajua nguvu yao, wanajua namna bora ya kuilinda kura, kwa sababu tumekuwa na serikali ambayo tumekaa chini kwenye maridhiano kwenye vikosi kazi kuwaomba reforms zimeshindikana. Sasa tulisema tukae pembeni kuwaachia, watatupeleka watakavyo. Ni muhimu wananchi wajue nguvu yao, na tunawakumbusha walishawahi kufanya, waendelee kufanya mpaka serikali izinduke kwamba ni wakati wa kumwachia Mtanzania kuwa na kauli, kuwa na heshima na kura yake. Kwa hiyo hii tunawaambia sio jipya, ni jambo wamefanya, wakumbuke, warudishe nguvu yao, wajitie moyo, wasikate tamaa, tulinde kura zetu. Inaelezwa kwamba kanuni za uchaguzi hivi sasa pengine zina masharti mengi na magumu zaidi, na hilo ambalo nalizungumza wengi wanasema kwamba haliwezekani katika mazingira ya sasa. Au fikiri kwamba itakuwa ni kuvunja sheria? Nafikiri ni watu tu wanatakiwa wajue kwamba ni siku hizi labda mitandao ya kijamii uelimishaji umekuwa mkubwa. Achukue kanuni za 2015 afananishe na kanuni hizi. Kipi kimebadilika? 2020 na mwaka huu kipi kimebadilika? Ni vile tu watu tusomei, labda sasa hivi ndo kuna uelewa mkubwa, na tunashukuru Mungu mitandao inasaidia, watu wamezidi kuongea zaidi, ndio wanaona mapungufu yamekuwepo kwenye chaguzi zote. Sio kipya. Tunashukuru, tunashiriki siasa tangu miaka hiyo, tunajua haya sio mapya. Namna ya kuidili nayo ni kupambana nayo, sio kuyakimbia. Mimi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya leo. Nashukuru sana. Tunawashukuru sana, mkutano umeisha, lakini nyinyi bado mkasema hapana, mpaka tumfikishe kabisa nyumbani. Inawezekana hata ingebidi kwenda Mambuke sasa hivi, inawezekana basi tukubali kwamba usiku umetukabili, na tukubali kwamba kazi nzuri tunayoendelea kuifanya, na sisi tunaendelea kututia moyo sana vijana wetu. Tunatakia safari njema, asanteni sana.